Tuketi. Profesa William Manangisye, makamu wa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Bonaventure Rutinwa, naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam taaluma. Dr. Jacqueline Mugumia, mwenyekiti wa Raisha na viongozi waandamizi wa Raisha Sports Club, akiwepo Dr. Juliet Tibanywana ambaye ni mtendaji mkuu wa Raisha, wawakilishi kutoka shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania, wawakilishi kutoka shirikisho la mpira wa wavu Tanzania, wawakilishi wa vyama vya mpira wa kikapu na wavu mkoa wa Dar es Salaam, wanahabari kutoka vyombo mbalimbali mliopo hapa, wawakilishi wa vyuo na shule za sekondari, viongozi wa mkoa, wana michezo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Raisha. Jasho la usawa. Raisha. Jasho la usawa. Awali ya yote napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa ruzuku ya afya na uhai na kutuwezesha kufika mahali hapa leo na kuwa sehemu ya tukio hili kubwa la kimichezo kwa wasichana. Tukio kubwa la kimichezo kwa wasichana. Leo ni siku ya pekee kabisa katika historia ya michezo kwa wanawake nchini Tanzania, tunaposhuhudia uzinduzi wa Raisha Sports Club pamoja na Raisha Sports Scholarship Program, mpango wa kipekee wa kutoa uhisani wa masomo kwa wanamichezo wa kike wa mpira wa kikapu na wavu. Ndugu wanamichezo, ndugu viongozi na wote tuliopo hapa, tukio hili linafanyika wakati mwafaka kabisa. Leo tunaposherehekea siku ya wanawake duniani, ikiwa ni ishara ya kuendelea kupigania usawa wa kijinsia katika nyanja zote na hususan katika sekta ya michezo na elimu. Napenda kuchukua fursa hii kuwapongeza waandaaji wa hafla hii, viongozi wa Raisha Sports Club, wanachama na wadau wote waliofanikisha hatua hii muhimu. Ni jambo la kujivunia kuona jitihada za makusudi zikifanyika kuinua vipaji vya wasichana na kuwapa nafasi ya kufanikisha ndoto zao ndani na nje ya uwanja wa michezo. Ndugu viongozi, wana michezo na waalikwa wote, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mazingira rafiki na kuwa na mkakati madhubuti wa kuimarisha maendeleo ya michezo hasa kwa wasichana na wanawake. Katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia mikakati mbalimbali ya kuimarisha miundombinu, hususan ukarabati na ujenzi wa viwanja vya kisasa vya michezo kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana. Na nyote mnajua kabisa tunajiandaa kwa ajili ya michezo ya mashindano ya CHAN na baadaye mwaka 2027 AFCON, lakini viwanja tunavyovijenga sasa, ikiwa ni vikarabati hapa Dar es Salaam, kujenga viwanja vipya Dodoma na Arusha, lakini kujenga vituo fungamani, vyote hivyo vitakuwa na viwanja kwa ajili ya michezo ya vikapu, uogeleaji na michezo mbalimbali, kwa lengo la kukuza vipaji vya michezo, lakini kuwa na miundombinu stahiki inayoendana na azma hiyo ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Natarajia pia kujenga arena kubwa Arusha
lakini kujenga arena kubwa Dar es Salaam. Ninaamini vyote hivyo vitainua viwango vya miundombinu ya michezo nchini, ambavyo pia vitakuwa ni motisha kwa wale wote ambao wanashiriki katika michezo, wawe ni wasichana, wanawake, wavulana na wanaume. Ndugu wageni waalikwa, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuimarisha elimu kwa michezo shuleni. Kwa sasa serikali imeanzisha shule za amali, tulizoea kuziita shule za ufundi, yani technical secondary schools, lakini shule za amali zinazojumuisha michezo ili kuhakikisha vijana wanajifunza stadi za maisha pamoja na kugundua, kuibua na kukuza na kuendeleza vipaji vyao. Aidha, mikakati hii imekuwa na matokeo chanya na kuchagiza maendeleo makubwa katika sekta ya michezo nchini. Hivi sasa tunashuhudia ushiriki mkubwa wa timu za wasichana na wanawake katika mashindano ya kitaifa na kimataifa, ikiwa ni hatua kubwa ya kuinua hadhi ya michezo ya wanawake nchini. Kama mnavyofahamu, Tanzania tumeingia katika AFCON, yani Women AFCON, na timu za mpira wa miguu za wasichana Twiga na ile ya JKT zinafanya vizuri sana katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo wizara inaendelea kukuza na kushirikiana na Wizara ya Sayansi, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuhakikisha kuwa elimu ya michezo au sayansi ya michezo inapewa kipaumbele. Na moja ya hatua ambazo wizara imezichukua sasa ni kuimarisha chuo cha michezo kule Malia, ili na chenyewe kiwe ni akademia ya michezo. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kwa ajili ya kuboresha chuo hicho, na ni malengo yetu kwamba chuo hicho kiweze baadaye kutoa walimu wa stashahada katika sayansi ya michezo au taaluma ya michezo, ili waende kuwa walimu katika shule za msingi na sekondari kwa wale ambao watakuja katika vyuo vikuu. Tunasisitiza sana katika shule za msingi kwa sababu hapo ndio mahali pa kuwekeza, kuibua vipaji, kuvijenga vipaji, ili baadaye vinavyokwenda katika shule za sekondari na vyuo vikuu tayari wana msingi ambao umejengwa katika shule za msingi. Kwa hiyo katika kutekeleza sera ya usawa wa kijinsia, serikali kwa kushirikiana na wadau, vyama na mashirikisho ya michezo nchini imehakikisha kuwa wasichana wanapata fursa sawa ya kushiriki katika programu mbalimbali za michezo. Mfano halisi ni uwepo wa ligi za michezo mbalimbali ya wanawake zilizochangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha timu zetu za taifa za wanawake. Nyote ni mashahidi na mnaona ambavyo timu zetu za taifa za michezo ya golf, WAB, kikapu, kuogelea na mpira wa miguu zinavyofanya vizuri na kupeperesha vyema bendera ya nchi yetu. Makamu wa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, wageni waalikwa na wana michezo, takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa: 1, wasichana wanaoshiriki michezo hukabiliwa na kiwango cha chini cha msongo wa mawazo. 2, wasichana wanaoshiriki michezo huwasaidia kukuza stadi za uongozi na kujiamini. Lakini wanawake waliofanikiwa kitaaluma, wengi wao walishiriki michezo wakiwa wadogo. Ndugu makamu mkuu wa chuo, wageni waalikwa, wana michezo, mabibi na mabwana, nimejulishwa kuwa mtatoa fursa kwa wasichana wa Tanzania ili waweze kufikia ndoto zao bila kuathiri elimu yao. Yaani mnafungamanisha michezo na elimu, na ndivyo inavyotakiwa kuwa, kufungamanisha elimu na michezo, kwa sababu elimu ni sehemu ya michezo na michezo ni sehemu ya elimu. Serikali itaendelea kushirikiana na wadau kuhakikisha mpango huu na mingine kama hii inafanikiwa kwa manufaa ya taifa letu kwa ujumla. Makamu mkuu wa chuo na wageni waalikwa, wana michezo, nimefahamishwa kwamba uzinduzi wa Rise Higher Sports Scholarship Program ni mwendelezo wa juhudi hizi za kuibua vipaji, ambapo awamu ya kwanza, yani ya mwaka 2026 mpaka 2029, inalenga kutoa uhisani kwa wanafunzi 30 kutoka shule za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu. Hii ni hatua ya kijasiri
ambayo itawezesha wanamichezo wa kike kupata elimu na kukuza taaluma zao. Niwapongeze zaidi kwa tayari kuwa nazo kibindoni shilingi milioni 100. Si haba. Tutashirikiana mimi na nyinyi kuwapata wadau na watu wahisani wengine ili hizo zilizosalia milioni 150 na zaidi ziweze kupatikana. Kwa muktadha huo, napenda kutoa rai kwa wazazi, walimu na jamii kwa ujumla kushirikiana kuhakikisha tunawalea, kuwaunga mkono na kuwaendeleza wanamichezo wa kike, kwani michezo kwa sasa sio tu ni burudani bali ni nyenzo ya kukuza nidhamu, kujenga afya na fursa muhimu ya kiuchumi. Michezo ni ajira. Ndugu makamu mkuu wa chuo, wanamichezo na wageni waalikwa, pamoja na uzinduzi huu nimeshuhudia mashindano ya mpira wa kikapu na wavu yaliyofanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 6 hadi leo tarehe 8 Machi 2025, yakishirikisha timu za sekondari za vyuo zilizofanya vizuri katika mashindano ya UMISETA mwaka 2024, Shimivuta 2024 na TUSA 2023. Pia timu za mpira wa kikapu Tausi Royals na Don Bosco Lady Lioness na timu za wavu JKT na Jeshi Stars ambazo ni kati ya timu bora za mkoa wa wanawake. Timu hizi zimeshiriki michezo ya mfano, ikiwa ni motisha kwa vijana wanaotamani kufuata nyayo zao. Hongereni sana. Na kwa timu zote zilizoshinda leo, hongereni sana. Endeleeni hivyo na mjitahidi tena mwaka ujao au wakati mwingine wa mashindano haya muendelee kushiriki na kufanikiwa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana hii ya Rise Her Sports na kuunga mkono juhudi za Rise Her Sports Scholarship Program ili kuhakikisha wanawake vijana wanapata nafasi ya kushiriki, kushindana na kuonyesha vipaji vyao katika anga za kimataifa. Kupitia jukwaa hili, napenda kuwaarifu kuwa wizara kwa kupitia Baraza la Michezo Tanzania yani BMT limekuwa na mradi wa kuvumbua na kuendeleza vipaji vya viongozi kwa mabinti mbalimbali wenye vipaji vya michezo hapa nchini. Hivyo nitoa wito kwa viongozi wa Rise Her Sports Club na Rise Her Sports Scholarship Program kuonana na Baraza la Michezo la Taifa na kuonana na viongozi wa wizara yetu ili kwa pamoja tuweze kuja na mpango wa kushirikiana pamoja katika kukuza vipaji vya michezo vya wasichana. Milango ya wizara iko wazi na nimekushatoa maelekezo kwa Baraza la Michezo la Taifa ili kikao hicho kifanyike mapema iwezekanavyo ili tuone tunaweza kushirikiana katika maeneo yapi, na baada ya hapo tuone tutashirikiana kwa namna gani na kwa kutumia utaratibu upi. Kwa hiyo karibuni sana wizarani na karibuni sana katika Baraza la Michezo la Taifa. Baada ya maneno haya machache, kwa heshima kubwa natangaza rasmi leo kuwa Rise Her Scholarship Program imezinduliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Rise Her jasho la usawa. Sasa mnaniangusha. Sababu moja ya sifa ya wanamichezo ni kuwa na shamra na shangwe. Au mmechoka baada ya mechi? Sasa Rise Her, hebu simameni kweli nione kama kweli ni Rise Her. Tunainuka wote kimichezo, inuka. Bwana. Haya, tuinue mikono juu.